Bwana Yesu. Brother Mimwani, unaishi gani na mke wako? Njoo hapa bwana. Unaishi gani na mke wako? Unaishi gani na mke wako? Nilinaye sasa tumeshindwa kuelewana, tunafarakana, tunashindwa kuelewana. Wa kwanza yuko wapi? Wa kwanza yuko Moshi, yuko Korogwe. Wa pili? Wa pili nimemuona hapa. Wewe njoo. Wewe wa pili njoo, where are you? My father. Prophesy. Can I prophesy? Papa. Jesus is the great God. Yesu ni mzuri. Sogeleana sasa, unamogopa? Wewe sogea hapa. Kuachana sio ugomvi. Sogea mama. Mwangalie basi. Unaishi wapi mama? Canada. Hey. Umetoka lini? Umetoka lini Canada? Canada ya huku juu. Nimeshtuka. Ningemshangaa mwanamume, unaacha mtu anakaa Canada. Ningemshangaa sana mwanamume, unajielewa? Mwanamke anakaa Canada unamwacha. Kuna sema natoka Canada hapa. Ni wapi huko? Kinyerezi. Kinyerezi kuna Canada. Kinyerezi kuna Canada. Hiyo huo muujiza. Okay. Kwa nini Canada? Wewe Australia wapi? Unaishi wapi? Kwa sasa niko hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam, maeneo ya Mapinga, Kerege. Unakaa Kerege. Okay, sawa. Ulimzalia watoto? Ulimzalia watoto? Wangapi? Wawili. Wote? Akakuacha? Akakuacha? Mwangalie basi very much. Yaani kanisani bwana, kama uko nabii, wewe fikiri Mungu anajua anaishi na mwanamke. Okay? Mama alikufukuza? Hapana. Uliondoka mwenyewe? Niliendaga kwenye msiba nyumbani Tanga. Ndio. Ndio nikaondoka mazima. Ulimtoroka? Hapana. Ukumwaga? Nilimwaga. Kaona kwenye msiba? Alinisindikiza hadi stand. Mpaka stand. Kwa nini uliamua kuondoka mazima? Nilitaka kurudi akaniambia usirudi. Ulikaa muda gani msibani? Nilikaa mwezi mmoja. Juma iko wapi sasa? Juma? Ndio. Mama, usinidanganye mimi bwana. Simjui. Unamfahamu jamani ta Juma? Chukua na rafiki ndugu jamani ta Juma. Rafiki yangu? Jamaa ndugu rafiki ta Juma. Simjui. Namkumbuka. Uje kwa na ndugu jamani ta Jumanne au Juma. Kama sawa. Unafahamu Juma? Kama namkumbuka, aliwahi kumkaribisha tukaishi naye tukiwa Mtwara. Huyo kijana anaitwa Juma. Kama sio yeye, nakumbuka kama ndio huyo. Kama ndio Juma ninayemkumbuka. Anafanya shughuli za. Akaitwa nani? Huyo sio Juma, anamsema yeye. Akaitwa nani? Huyo anaitwa Idi. Idi. Sio Juma. Sasa mwisho na mganga nyumbani kwenu wewe na mama wako? Mwisho karibisha mganga nyumbani kwenu? Ndio. Akawa anakaa nyumbani? Mtwara ndio. Alikuwa anaitwa nani mganga? Alikuwa anaitwa nani huyo mganga? Idi. Ndio Idi.
Niliwaambia jina lake. Idi nani? Ni mganga. Alikuwa Idi nani? Simjui jina la pili. Jina ni Jumanne Idi. Wewe ulimleta? Ndio, tulikuwa tunapitia changamoto. Wewe ndio ulimleta? Ndio. Wewe ndio ulimleta? Ndio. Sio baba? Ndio. Sasa Juma ulipomleta pale, ulikaribisha majini ya ajabu ambayo ilikufanya mkaachana, na baada ya kuachana huyo mwanamume maisha yao bwana yamekuwa magumu sana. Yuko hapa. My father. Professor. Na ulipokwenda Tanga kuna mganga ulimwendea wewe. Tanga. Can I prophesy? Professor. My name is Prophet Philip Christ. Prophet. Ay. Baba yangu. Kwa sababu utaishi maisha magumu mama, sawa? Kama unaishi sasa hivi. Na utaishi maisha magumu. Kwa hiyo mmeshaachana, sio ugomvi. Sawa mama? Leo kutengeneza au mnasemaje? Mambo yakawe mapya, upate mume mpya, ikashapata mke mpya. Si ndio jamani? Maisha yaendelee. Kuachana sio ugomvi. Au mnasemaje? Kuachana Sio ugomvi. sio ugomvi Kabisa. Amen. Amen. Overall wanaume ni wengi, wanawake ni kuchagua tu. Praise God. Amen. Kwa hiyo usitakatana mtu ukagombana. Peaceful. Amekuacha mwambie Bwana ulimtoa, Bwana umemtoa, ila Bwana abarikiwe. Simple. Yeye anamwambia baba ulinipa Hamisi. Ndio. Baba ulimtoa Hamisi, baba umemtoa. Jina lako Libidiwe. anza mbele tena. Bwana pesa. Amen. Man. Nataka kujua kwa sababu ya mwanamume au mwanamke. Kwa sababu maisha ya bwana ni magumu sana. Kila kitu kifanya kinakuwa kigumu. Na yako ni magumu. Amen. Sasa tukubaliane mamangu. Usijisikie vibaya. Mimi sikufahamu. Au unanifahamu mimi? Sikujui. Mimi sikujui. Na mimi sikujui. Niko hapa Mungu ananiambia hivi. Bwana una shida gani na mke wako? Amen. Wa kwanza akasema ana shida. Wa pili ndio unamtaka. Kumbe na mwenyewe kwenye ibada. Hivi na Mungu alivyo ajabu Haujui utakutana na nini na nani kanisa? Ndio hivi kanisa kama hili utalipenda kweli? Hauwezi kulipenda. Unaweza kulipenda kweli? Wachawi hawezi kulipenda. Kama wewe mchawi hauwezi kulipenda. Mchawi hawezi kupenda. Baba sifa. Amen. Asa mama, kuna mtu alishakwambia upeleke nguo yake kwa mganga wa kienyeji? Sijaipeleka. Kuna mtu alishakwambia sijatupe? Hajainiambia. Hajakwambia mtu. Okay. Huyo mganga Juma Saidi, Juma Idi, kuna dawa aliwapa mkao unatumia na mume wako? Hapana, sijimwekea dawa yoyote. Nasema kuna dawa alikupa mkao unatumia na mume wako wewe mganga? Yeye alikuwa anatusaidia, maana hiyo nyumba tulikuwa hatulali, mtoto alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa. Wao tunapitia changamoto, ndo nikamwambia kuna mtu atakuja kutusaidie. Okay, sawa. Kwa kweli tukamtumia nauli. Okay, sawa. Sasa mama, leo nakuokoa. Amen. Sawa. Baba, huyu mwanamke alikuwa mke mzuri sana kwako. Amen. Was a good woman. Ile maisha yako ya magumu ya obvious endelea akaamua kukimbia. Amen. Na kuna mtu anakuambia kwamba huyu anakuroga? Hapana. Kwa mtu anakuambia kwamba huyu anakuroga? Yeye mwenyewe alikuwa anasema, na amesema hata nitamkia mara nyingi, nitakuua, nitakuloga. Hata baada tulipoachana ananifuatilia sana, na anakuja kuharibu biashara hata kwa ndugu wangu wa karibu. Mpaka juzi katoka kunivurugia hata ndoa na huyo mke mwingine wa sasa hivi. Akija nifujo anaita kijiji kizima. Yaani akija ni vurugu tupu. Yaani huyu mpaka amepigwa juzi, mimi nilikuwa sipo. Ningeenda ningempiga. Ngoja nilikuwa kila likizo namna mtoto wangu mdogo anaye huko Bagamoyo. Anakaa na mama mwingine. Kwa hiyo kila likizo kuanzia mtoto wangu amchukue, sijai kumuona wewe mtoto. Nikienda pale nataka mtoto nimchukue likizo, ananiitia watu. Walinipiga sana kule Bagamoyo. Umeona? Kisa ni mtoto wangu na Nisikilize, mimi mnanijua. Simekuja wenyewe hapa jamani. Mungu amekutanisha hapa. Mimi nimewaita. Mnanifahamu? Mmeniambia. Sijawahi kukwambia. Sasa mimi Mungu ndiye anataka mkuwaweka sawa, kuwaponya. Si ndio jamani? Kwa mrelax. Sawa, mrelax. Sawa mwanangu, relax. Amen.
Niwaambie kuachana sio ugomvi. Umeelewa? Yaani mwanamke akikuzalia mtoto au mwanamke akikuzalisha mtoto, hata kama afanya vituko msamehe. Kwa sababu wewe ni upumbavu wako kumkubalia. Au ni akili yako kumkubalia, si ndio? Huyo leo mnataka ni ani? Mwingine aitwa baby, mwanamume mzima aitwa baby. Akili hata una. Amen. Mambo na ndevu aitwa baby. Praise God. Tumekubaliana hivyo. Sasa mmekubali kugombana, msigombane. Acha kwa amani. Shida iko wapi? Maisha endelee. Sawa Amen. Unajua Biblia inasema ushinde ubaya. Kwa nini? Hauwezi kushinda ubaya kwa ubaya. Ukitaka kushinda ubaya fanya wema. Ubaya unaondoka. Sawa Huyu mama ataka mtoto mpe, si alimzaa mwenyewe. Umeelewa? Ngoja kwanza. Mpe. Amen. Umeenda pale, wewe usiamua kumwacha naye. Kwa amani usalimianeni habari, unaendeleaje salama? Maisha yanaendelea. Kuzaa pamoja, kuishi pamoja, mkakachana sio ugomvi. Umesikia? Hata nyoa mama, mume wako ameteleza, amezaa nje ya ndoa. Usimnunie, mwambie nimekusamehe, wewe ni mjinga lakini nimekusamehe. Maisha yanaendelea. Sawa, wewe ni mpumbavu, nimekusamehe ila sikuachi. Amen. Umezaa nje na kusamehe na mtoto tamulea na mpenda mtoto ila sikuachi. Maisha yanaendelea. Sawa ila simaanisha wanaume mzae nje ya ndoa ili msiachwe. Praise God. Okay. Unampenda huyu bwana? Unampenda? Nilikuwa nampenda, sasa hivi na mwingine. Sasa hivi na mtu mwingine. Sijasema una mtu gani? Nilikuwa nampenda ndio. Unampenda? Nampenda sasa hivi. Ai. Acha ujinga wewe. Acha utoto. Acha. Ngoja kwa nisikize mimi sasa. Nisikize mimi. Unampenda mama? Ngoja kwanza, acha ujinga. Unampenda mama? Ameshanikera sana. Haya, ngoja niwasaidie kitu. Ngoja bwana, ngoja. Wewe utakuwa mkorofi sasa. Ngoja mwambie kitu. Ayubu aliumwa. Yes. Sawa? Ndio. Mnajua kisa cha Ayubu? Mateso ya Ayubu yote ni kitu hiki. Biblia inasema hivi, Ayubu alipokwisha kuombea marafiki zake, ndio maadui zake, akapona pale pale. Yes. Mwanangu, adui yako sio kumwombea vibaya. Mtu akishakuwa rafiki yako au mke wako, iko hivi. Ukimpenda mtu, ndio, si ndio? Mimi nampenda mke wangu leo, si ndio? Nikimpenda mke wangu, sehemu yangu iko kwake ya ule upendo na upendo wako kwangu. Sasa siku nikimchukia, nikisema akapigwe, hata sehemu yangu alionayo itapigwa. Ndio. Ndio maana Ayubu alipokwisha kuombea maadui zake akapona na mali zake zikarudishwa. Nishawafundisha hapa, my enemy set me free. Nishawafundisha guy ile somo, my enemy set me. Unapomwombea adui, amen, kama ishakuwa rafiki yako, ile sehemu yako inapona. Kwa ukimulani, ile sehemu aliyoibeba inalanika. Are you getting it? Sasa ninaposema mpende huyu, ukikasirikia, ukimwambia akafa kule, ana sehemu yako tena. Bahati nzuri imeshakuwa mwili mmoja, wewe mwili wako uko kwake. Sasa nampiga akapigwe, utapigika, utakuwa maskini mpaka unachanganyika. Huyu unambariki, unamuao, ubarikiwe, usonge mbele, ndivyo Mungu atakuongeza wewe. Haleluya. Amen. Safi. Wonderful. Ndio sasa wapende unaowauzi, waombe unaochukia. Unampenda sasa? Sasa nampenda yeye. Professor. My father. Dipa papa. Mpe mkono basi. Ene mikono. Mwasalimie vizuri, mkumbatie basi. Ay. Mambo sio hayo. Hayo na mambo. Praise God. By far. Hapa nikiwaombea mtafanikiwa. Yes. Amen. Man. Mtafanikiwa. Sawa? Mtafanikiwa. Kwa sababu mwanangu, mwili mmoja. Amen. Man. Mwili mmoja.
Yaani washakuwa mwili mmoja. Wanangu, hata mchumba kama ushakuwa naye kwenye mahusiano, mkawa mwili mmoja, usije ukamlaani. Naona lanika. Nawaambia ukweli. Ndio maana vitu wengine hawaolewi kwa sababu alimlaani yule aliyemwacha. Au utakao uolewe, mwambie bwana Patrick, nimekubariki. Mungu akuongeze. Ukisema ulione macho mekundu kama papai, alifai. Kumbe na wewe ni macho mekundu, utaanza kuwa macho mekundu kama papai kwa sababu unasema yako. My God. Basi enda kuombea uliowaacha, mwambie bwana praise God. Mmesikia? Sawa mama. Mpende, hata kama mna mahusiano, mpende kama kaka yako, kama rafiki yako, kama mzazi mwenzio, pendana tu. Amen. Simple, life is good. Sawa mama. Sasa kichofanyika, amen, mpaka mkao maskini, kuna agano liko kati yenu. Hata mwanamke ulionaye wewe anakusumbua. Amenisumbua sana, hata nimekaa pale message. Sasa juzi hata sijafika nyumbani na miezi 4. Kwako. Hapo Bagamoyo, lakini nakuwa hapa anau basi niko kwa rafiki. Nimeenda Bariadi, nimerudi, hata sitaki hata kufika pale. Nikifika ni ugomvi tu. Wanaweka shida. Sasa iko hivyo nangu. Mwanangu, mwaka 1976 ulikuwa umeshazaliwa? 76 ulikuwa na miaka mingapi? 6. Miaka 6. Kama sio 5 au 6. Ilikuwa 6. Unafahamu mtoto wa Kamili? Kamili. Au Kami. Kama. Alikuja kumfahamu baadaye sana, ni padri mmoja Kamili, Father Kamili au Kamili ndio. Father Kamili. Alikuwa padri. Alikuja kuwa padri baadaye. Ndio. Yuko wapi Father Kamili? Alikuwa rafiki yangu sana, ananiita Dr. Maki, akaenda Ulaya, akarudi Moshi. Kashangaa baadaye hawasiliana na mimi alipopata upadri. Exact. Mlikuwa pamoja kama vijana watoto by that time? Miaka 76 sikumbuki, lakini mlikuwa pamoja, yani urafiki wenu ni alibebwa na baba aliyenilea mimi kwa sababu baba mzazi aliniacha. Mlikuwa pamoja? Si kama naelewa vizuri. Ndio, tulikuwa pamoja. Mlishakaa pamoja labda niseme hivi? Tumeshaweka pamoja. Nyumba moja au sehemu moja? Sehemu moja ndio. Mlishakaa sehemu moja. Baba aliyekulea wewe alimlea na Kamili. Sawa kabisa. Alimsaidia kupata upadri pia. Upadri. Sasa ulikuwa umebarikiwa wewe mtu mkuu pamoja na Kamili. Kwenye ile nyumba ya pale ulikolelewa, amen. Kwa hiyo baba aliyekulea na Kamili, ulikuwa una nyota ya ajabu na ulikuwa mwanamume pekee ambaye ungesaidia ukoo mzima. Amen. Na ulikuwa umezaliwa kuwa tajiri mkubwa sana. Amen. Ulikuwa na nyota ya ajabu. Amen. Lakini bahati mbaya chochote unachokifanya kinaharibikia njiani. Ulikuwa mwanaume bora. Ili kuhakikishia na kujua kwenye mguu wako mmoja una scar. Amen. Alionapata ajali au unapata kitu gani? Ile kuna scar in this side. Niko sawa? Niko sawa. Nilianguka na pikipiki Korogwe. Amen. Ulianguka na pikipiki Korogwe. Korogwe. Okay. Nahitaji nikusaidie kitu cha ajabu sana mwanaume. Ninaona malaika aliyempandisha Kamili alitaka kupandisha na wewe. Lakini Eliza iko wapi? Elizabeth iko wapi? Eliza. Ulikuwa na mwanamke tu Eliza, brother, iko wapi? Girlfriend Eliza iko wapi? Girlfriend Eliza. Ulishakuwa na rafiki anaitwa mwanamke tu Eliza? Rafiki tu lakini. Ukaona kwenye mahusiano? Sikuwahi kuwa na mahusiano. Wewe Eliza aliyekuwa anafanya kazi ya hotelia au chakula iko wapi? Ni zamani nilifanya hizo kazi, kwa kweli nilikutana na wengi. Eliza aliyekuwa anapika chakula yuko wapi? Alikuwa anatembea kama vile iko hivi. My father. Hadi mwendo. Umemsahau? Naomba nimkumbuke. Eliza sehemu ya chakula na jiko la kuchoma nyama. Eliza. Umkumbuki? It's okay kama ukumbuke. It's okay kama ukumbuke. It's okay.
Nitakukumbusha. Ulishafanya kazi hotelini? Sana tu. Unakumbuka Eliza? Nafanya nyingi na hoteli nyingi. Is okay. Baada ya Eliza akaja Amina. Na mwenyewe mkumbuke. Sophie. Ulikuwa ni Arusha, ni kipindi cha nyuma, mambo ya hoteli. Mambo ya hoteli. Baadaye nilibadilisha fani. Dada anaitwa nani mama mwenye nywele nzuri? Huyu mama anayegeuka. Anaitwa nani? Frola. Na mwenyewe usahau. Girlfriend. Okay, inatosha. Magunga hospitali. Magunga Korogwe. Sikuwa iko na girlfriend pale. Ni mama Vivas alikuwa pale. Mimi sikuwa na girlfriend pale. Okay, sawa. Ina mkono wako juu. Sasa brother, ulikuwa umezaliwa kwa international man. Leo ungekuwa Ulaya kama kamili. Ila kwa sababu ya laana ya nyumbani kwenu ulikozaliwa. Baba unasema alifariki? Ndio, baba alifariki. Ulimuona? Nilimuona vizuri, hata huyo alimuona. Ulikaa naye? Tukukaa muda mrefu, alikuwa akisafiri sana. Baada akafariki. Aliniachaga sana. Ngoja sikia. Ngoja. Baba akumuoa mama. Ndio, akumuoa. Alimzalisha. Alizalisha ndio. Ukazaliwa wewe. Ndio. Ukakuwa na mama. Ndio. Akaoa mke mwingine baba. Sawa. Akazaa. Ndio. Akaoa mwingine. Ndio. Akazaa. Ndio. Alikuwa kama watoto 4 hivi. Tupo. Aliwazaa nao. Tupo 4 ndio. Mko 4. Hiyo roho ndio kusumbua. Yaani wewe upasi kuoa. Wewe inabidi uzae. Jipigie makofi mzee. Amen. Sasa sio kwamba wanaoka na kuchukia au wanakusumbua. Kuna roho chafu iko juu yako. Unapokaribia kufanikiwa, lazima mwanamke abadilike. Na ukibadilika, maisha yako yanapigwa. Huyu mwanamke alikuwa na nyota kubwa, yani huyu ndio kufikia naye mbali. Huyu yani ndio alikuwa mwanamke wa pekee sana. Ila kwa sababu ya mzimu wa babu yako, ukasema no. Simu ipigwe. Amen. Na huyu alikuwa anakupenda sana kutoka moyoni, na kibaya zaidi ulimtorosha. Mama, ulitoka nyumbani? Ndio. Ulitoroka nyumbani? Hapana. Wakati tunaishi na huyu ulitoroka nyumbani? Nilipata msiba, baba mdogo akanisindikiza, nikamwambia nenda. Nasema wakati tunakuishi na huyu ulitoroka nyumbani? Ndio. Si nyumbani ulitoroka? Ndio. Sasa unakataa nini? Huyu profesa anatoroka nyumbani kwao kwa sababu ya mwanaume. Wanaotoroka oye. So the woman sacrificed her life. Alia sacrifice maisha yake kwa ajili yako. Unasikia baba? Kwa hiyo leo nawaombea. Yumkini mmeshaachana, mweze kupata kurudiana tena. Maybe Mungu aingilie kati. Huyu ana mtu. Ni Muislamu eh? Ni Mkristo. Mkristo. Na wewe una mtu. Ndio. Ila una mke na una mume. Una mke, una mume, mna watu. Praise God. So nakuombea. Kwa hiyo usimchukie. Leo nakuombea. Na wewe mwanamke uko nyumbani, akuelewi. Na kibaya zaidi unakufa mapema. Leo naombea. Umeshaona badilika. Unapocha hapo. Mungu anakupenda. Na hela. Ulinunua wapi? Ni miaka mingapi? Kama 5 4. Itoe hiyo picha. Baba na mtoto yupo hapa. Mtoto yupi? Yupo hapa. Mtoto nani? Mtoto wa mtoto wao. Yuko wapi? Yupo hapa. Njoo mtoto. Wow. Ni wao? Wewe ni baba yenu huyu? Babangu mdogo. Mtoto yuko wapi? Ndio mtoto wako huyu? Wao mama? Njoo binti yangu. Sasa mtu mzuri kiasi hichi na mkao unamwacha. I love you. Mungu akupenda.
Oh. Umekuja na baba? Dada hena. Unaishi na nani sasa? Nani? Uko darasa ngapi? Sisomi. Sisomi. Unaishi darasa ngapi? La 7. Wazazi kweli? Na kutenga na laana mwanangu. Kutenga na hiyo laana binti yangu. Kutenga na laana. Kutenga na laana. Na kutoka kwenye shimo la kaburi. Binti yangu kawe na akili. Mungu akufanikishe. Akuhifadhi binti yangu. Kafike mbali. Usiishi maisha magumu ambayo zako maisha. Ukawe na baraka, ukawe furaha. Kufanikiwa mwanangu. Kafike mbali. Na kubariki mwanangu. Na kuondolea laana ya kizazi chenu. Ukafike mbali. Kwa jina la Yesu. Mungu wangu akupe neema, akupe baraka, akufanikishe kila jambo jema liwe upande wako. Kwa jina la Yesu. Nimekubariki. 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 Mna mtoto Sara kwenu? Sara ndio huyu Sara. jina wakati. Wewe ni Sara. Mama mshike mwanao. Wewe ni Sara, mkumbatie mtoto. Ilo mkono wako juu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Amelikumbuka lile jina baba. Amemkumbuka yule mtu. Kimwaki jina nimelikumbuka. Kimwaki. Kimwaki. Yes, ni nani yako? Hilo jina niliitwa mimi nikiwa mdogo. Exact. Punga mkono wako juu. Are you ready? Mbariki mwanao mama. Mbariki. Mwambie nakubariki mwanangu. Kafanikiwe. Kafike mbali. Wewe weka kitu kwa mamako wewe. Unakuwa mrefu hivyo. Punga mkono wako juu sasa. Ushakuibiwa? Kuibiwa? Naibiwa sana. Unaibiwa nini? Simu, pesa. Zinapotea. Nikiwa kazi ninayofanya nachoka sana. Kwa hiyo nikijisahau mezani tu simu unaibiwa. Unapita nayo. Na bebe kazi ya chakula? Naam. Kazi unayofanya ni ya kula? Na operate mitambo kwa sasa hivi. Mitambo ya nini? TANESCO ya kunyanyua matransformer. Transformer ndio na operate hiyo. Sogea. Sasa ni dereva. Sogea. Ni dereva. Jackie kwa wapi? Jackie. Ndio msahau. Kuna Jackie mmoja namkumbuka Moshi zamani sana. Okay, sawa inatosha. Wewe msahau tu Jackie. Amen. Okay, leo nakuombea. Amen. Maisha yako yanakubadilika. Kimsingi hata mko naye akufai. Hata mko naye huyo mko naishi naye ndio akufai. Umenitesa sana. Amen. Amen. Sasa sijajua tukuombea wewe upya, lakini hata ukioa upya tukae mwa atakusumbua. Sawa. Kwa hiyo kwanza utulie. Sawa. Amen. Amen. Ukae na Yesu kwanza. Amen. Mungu atakupamuka atakayetulia. Aidha kati ya ulionao au mwingine au mama huyu au huyu anaweza karudi naona. Wanangu, nichakuombea ndoa moja ngumu. Leo wamejenga paka ghorofa Mbagala. Watu walikuwa huyu anamwita wewe paka, huyu panya, wewe paka. Baba Yesu. Wewe amsema wewe Yesu, anasema wewe matapishi. Ni nasubu ndoa ngumu. Hapa ofisini wamecheka kama Kanane. Niko na wasawazisha, nimwambia alikuja mwanamume. Nikamwambia aliyekuloga ni mwanamke fulani. Akasema mwete kwa amani. Niko ofisini wanagombana. Huyu mama anataka kuchukua kitu kumgonga mume. Praise God. Leo wamerudiana, wamejenga ghorofa Mbagala, wamefanikiwa sana. Professor. So Mungu anaweza kufanya jambo, msilimiti Mungu, amen. Relax, sawa jamani. Kuwa uhuru, mwambie God, Mungu mapenzi yako yatimie kwangu. Kile kicho chema kinipate. Sawa, hicho tu. Amen. Leo nakuombea na kubariki. Maisha yako yatabadilika. Nifurahi sana. Utabadilika. Sasa kufichua yeye leo. Unajua nakimbia nayo tu maishani. Mimi huko zamani kwa kweli, yani ni muumba kwa kweli nimemuona Mungu muumba. Kwa hiyo ile kukutana hapa nimeshangaa kuitwa na mwanangu huyu. Ananisisitiza baba njoo. Huyu anakubalika. Unammalika. Mungu akubariki. Nilikuwa mzito lakini ndani ya wiki hii kuna ndoto zilikuwa zinakuja za tofauti sana. Hata magari mengine ya ofisini nilikuwa nakataliwa kuyaendesha, nikaletewa kwenye ndoto eti nimeachiwa zima, lakini alikuta matairi yamepasuka, ndani lina udongo, nikalazimisha kuingiza funguo ndo likawaka. Makatapila hayo nayaona yamebomolewa, yani yasikae sawa. Leo nakuombea. Unakwenda kufanikiwa. Amen. Kwa jinsi ya ajabu. Amen. Unakwenda kukubalika kwa jinsi ya ajabu.
unakwenda kuwa na hela kuonekana kila mahali. Amen. 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 Na kimsingi sali sana, omba sana, hudhuria ibada. Amen. Ukifanya mambo haya mzee, nakupa miaka hii utanunua magari ya kifahari mawili. Amen. Ile nyota iliyo juu yako iliyo wako kiona kamili, hiyo nyota inarudi tena mara upya kwa Yesu. Amen. Na Mungu atakufikisha mbali sana. Ndani ya muda mfupi mambo yatabadilika, yatabadilika. Kimsingi amua maisha yako umtumikie Yesu. Choose today to serve God. Chagua leo kumtumikia Yesu. Dunia hamna jipya. Yaani kunywa pombe zote utaziacha. Kula bata utakuja kuwa bata siku moja. Amen. Mwanangu, ukimpenda Yesu, ukamkubali Kristo, ukaacha upumbavu wa dunia hii, you are going far. Amen. God papa. The Bible says, don't be conformed with this world. Musiende kwa kawaida ulimwengu huu. Amen. So when you have Jesus, everything will be transformed. Kitu kikabadilika. Kwa kubali, hakuna kipya. Yaani duniani hamna nini? Hamna jipya, jipya ni mbinguni pekee yake. Jipya ni Yesu. Ni mpya kila siku. Amen. So I pray for you today. Maisha yako yanabadilika. Amen. 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 Maisha yako yanabadilika. Amen. Father, I pray for this man. Kila laana iliyokuwa inatembea juu ya maisha yako, Mungu uliyenipanga mafuta, hii laana naifuta kwa huyu mwanamume na kuanzia kufanikiwe. In the name of Jesus Christ. Give this man. Nenda ukafanikiwe maisha yako mapya. Njoo mama. Mama, nafanya biashara gani mama? Usiondoke. Sasa unafanya nini mama? Natafuta sehemu. Sehemu. Utapata sehemu. Amen. Na kubariki maisha mapya mama. Amen. Umeteseka muda mrefu. Mambo yaendi. Leo nakuondolea giza na maisha yako yanabadilika. Kuna nguvu ya ajabu inaingia kwako, hayo majini na kuachia hayo hiyo inaondoka inakwenda. Huyo nyoka aliyekutesa miaka mingi akatesa maisha yako yaendelee, unateseka na hangaika kila mahali, hiyo nyoka na kuachia. Nenda nyoka, nenda anakuachia nyoka. Mama, utakuwa na hela nyingi na kubariki leo mama. Kwenye maisha yako huje kufanikiwa. Sasa leo utafanikiwa. Amen. Utafanikiwa. Shikani mikono hivi. Hivyo ombea neni sasa. Kwa sauti. Mpe microphone una huyo. Mwambie Mungu namuombea huyo barikiwe. Give another microphone. Ana microphone nyingine. Sara, nakuombea ufanikiwe, ubarikiwe, uwe na hela nyingi, maisha yawe mazuri. Mapepo mbali na wewe, manyoka, mashetani yote yasikukaribie tena. Mimi Malki na kuombea Mungu akubariki, upate neema kubwa kwa ajili ya kumjua Mungu kwa jina la Yesu. Ufanikiwe sana. Ufanikiwe. Ukasaidie familia yako katika jina la Yesu, wasomeshe. Asante Yesu. Mwambie nakupenda. Nakupenda. Asante. Hapa ndo napona, ndo maisha yabadilika. Yaani hapa unapata neema. Hii ndo maisha yanaenda. Yaani hapa ndo mnafanikiwa. Hapa ndo maisha yanaenda. Hapa ndipo mama anafanikiwa. Mkushike mkono tena. Mwambie nini? Yaani mwambie nimefuta mambo yote niliyokutamkia. Naomba watoto pia watunze, uwape ushauri mzuri. Mwambie nafuta maneno yote mabaya niliyokutamkia. Nafuta maneno yote mabaya niliyokutamkia kwa jina la Yesu. Chuki zote ulizonisababishia nimezifuta, nimesamehe yote kwa jina la Yesu. Amen. Nilikosa usingizi, nimesamehe yote. Hata watoto ukawavuruga, nimesamehe yote. Wale hali na ite hata na tebeti sijawahi kunyima, na samehe yote
Nataka kumuona, umuone ukiwa na moyo safi kwa jina la Yesu. Mwambie ufanikiwe ununue gari. Ufanikiwe ununue gari. Ufanikiwe ununue gari, wabebe na wanao, ukajenge nyumba kule Mgila mjini, wawe na wao na maisha mazuri, wanakuja kwa mama wanafurahi. Wow. Mshike mkono. Mwambie nakubariki. Ufanikiwe sana. Ufanikiwe sana. Wewe ni baba bora. Wewe ni baba bora. Ni mwanamume safi. Ni mwanamume safi. Unisamee. Unisamee. Nilipokukosea. Nilipokukosea. Nafuta mambo yote. Nafuta laana zote nilizokutamkia mbaya. Naomba unisamee. Niko mbele zako. Wow. Njoo mama, kumbatie. Kumbatie. Yesu nakupenda. Wow, thank you. Yesu nakupenda. Na na. No, Yesu nakupenda. Na 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 na. Lulu. Yesu nakupenda. Nipe Oh, Lulu.